Bwana Mtume sallallahu anasema, yule ambaye mwenye kutafuta njia na hali anataraji katika njia hiyo kupata elimu, salakallahu bihi tariqan ila aljanna, hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Allah anaeleza, sema ewe Mtume, je, watakuwa sawa wale ambao wanajua na wale ambao wasiojua? Leo madarasa tumewaachia sisi ni watoto, na mtoto mwenyewe madarasa anaenda kwa kusuasua. Alhamdulillah, wakina mama sasa hivi wao wamekuwa kipaumbele hata kwenda kusoma dini zao, lakini sisi wakina baba tumekuwa kipaumbele katika kuitafuta dunia. Talabul ilmu faridhatun ala kulli muslimin wa muslima. Hata Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla ya kupewa utume, jambo lake la mwanzo alipatiwa nini? Elimu. Alhamdulillah, alhamdulillah manna alaina bi ni'mati al-islam wa awjaba alaina ta'alluma ma nahtajuhu min al-ahkam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi al-bararatil kiram. Usikum ibadallah wa nafsi bitaqwa Allahi, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala, wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-mala'ika فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيها علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. وقال أيضا: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, tukiendelea kupata zile neema za Allah subhanahu wa ta'ala ambazo amezijalia kwetu sisi wanadamu, ikiwa neema hizo sio kwa ujanja wetu wala sio kwa akili zetu wala sio kwa maneno mengi, ila ni kwa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala kutupatia sisi wachache miongoni mwa wengi kuweza kufika katika siku hii ya Ijumaa. Kwa hiyo usikae kwa kusema kwa sababu umesoma sana basi ndio umeweza wewe kufika katika siku hii ya Ijumaa, bali hii ni taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kwa uchache wa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ni kule kusema alhamdulillah, na uchache uliokuwa mkubwa ni kule kutekeleza yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuelekeza katika Qur'ani, lakini pia kupitia kwa Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuyafanya kwa usahihi na kuyawacha yale yote ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametukataza. Na ihusia nafsi yangu pamoja na kuhusia nafsi zenu juu ya swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa tupo katika Ijumaa nyingine katika mwezi wa Dhulhijja, bado tupo katika neema ya Allah subhanahu wa ta'ala, tunaendelea kuzitumia neema zake. Leo tutapenda kukumbushana katika siku hii ya Ijumaa ubora wa kutafuta elimu, kwa sababu leo wengi kwetu sisi Waislamu elimu tumeitupilia mbali, kuanzia sisi watu wazima mpaka watoto wetu tumeamua kuiweka elimu mbali. Tunaisahau dini yetu kwa kuisoma, kwa kuitambua tuweze kujitetea yale ambayo dini imeeleza
tukaweza kuyazungumzia kwa usahihi kuliko kukaa kuzungumzia mambo ambayo hatuna elimu nayo, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema, na wala msije mkayafutu masala ukiwa nyinyi hamna elimu. Lakini leo wako watu wengi ambao wao watakuwa wakitoa yale ambayo anaona kabisa hana elimu nalo, kwa sababu yeye ni mjanja sana wa kuzungumza, basi anataka yeye atumie ule ujanja ili aweze kuwadanganya watu. Lakini hivyo sio sahihi. Sahihi ni kukaa chini kuisoma dini ili kujua dini inataka nini. Na hata kama hujui, basi ni wajibu wako wewe kumfuata yule ambaye anajua na kumuuliza. Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza, fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, waulizeni wale ambao wanajua ikiwa nyinyi hamtambui. Sasa leo tumekaa sisi Waislamu hatufahamu mambo mengi ambayo yapo ndani ya dini yetu, hatuyatambui kiundani. Dini inahitaji nini au dini inataka nini katika maisha yetu sisi Waislamu? Lakini kila mmoja kwa sababu ameshatambua tu kuswali, basi yeye anakuja kuswali, akimaliza kuswali anaendelea na mambo mengine. Je, hiyo swala yako wewe ambayo unaswali unaiswali kiusahihi? Lazima pia utambue ndani ya swala kuwa ni yapi ya kuzingatia, ni yapi ambayo unataka kuyazidishe katika swala, na ni yapi ambayo unatakiwa pia uyawache katika swala. Je, utakuwa unayafanya kwa usahihi? Hayo yote yanahitaji elimu. Hii elimu ndio ilikuwa jambo la mwanzo kwa mwanadamu tangu kuumbwa kwake, pale Mwenyezi Mungu alipoeleza akiwaambia malaika wake, ninataka kujalia katika mgongo wa ardhi kiongozi. Mwenyezi Mungu akiwaambia malaika kuwa yeye anataka kujalia kiongozi katika mgongo wa ardhi. Malaika wakiwa hawataki jambo lile, Allah subhanahu wa ta'ala alifanye kiumbe ambacho kitakuja kuleta ufisadi mkubwa katika huu mgongo wa ardhi. Lakini Allah aliwaambia yeye ndiye anayejua zaidi kuliko wao. Baada ya kuumba Adam alayhi salatu wassalam, jambo la mwanzo alilopatiwa yeye Adam ilikuwa ni kupatiwa elimu. Pale Mwenyezi Mungu aliposema wa'allama Adam al-asmaa kullaha, na akamfundisha Adam majina ya vitu vyote. Hili ndio lilikuwa jambo la mwanzo Adam alayhi salatu wassalam kupatiwa yeye na Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa ili aweze kuishi katika dunia hii lazima awe na elimu ya kuweza kuishi katika dunia hii. Ndio maana akafundishwa majina ya vitu vyote. Akiwa anakuja katika ardhi hii ya dunia, anakuja kuiongoza yeye Adam. Ataiongoza vipi hali haifahamu? Kwa hiyo elimu alipatiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na elimu ile aliyopatiwa tukaelezwa thumma ardhahum ala almalaika, kisha yale majina ambayo Adam alayhi salatu wassalam waliofundishwa wakaambiwa malaika wayaseme au wataje vile vitu ambavyo Adam amefundishwa. Mwenyezi Mungu akiwaambia niamfahamisheni majina ya vitu hivi ikiwa nyinyi ni wasema kweli. Hakuna malaika yoyote anayesema uongo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. La ya'asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, hawamuasi Mwenyezi Mungu kwa lile wanaloamrishwa na wanafanya kwa lile wanaloamrishwa. Sasa kama malaika, viumbe vitukufu vya Allah subhanahu wa ta'ala, vyenyewe vimeambiwa vifahamishe majina ya vitu vile, wataje majina yale ambayo Adam amefundishwa, majibu gani waliotoa kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Majibu waliotoa wakisema qalu subhanaka, wakasema malaika utakasifu ni wako wewe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, la ilma lana illa ma 'allamtana,
hatuna elimu ya vitu hivyo isipokuwa kwa yule ambaye umemfahamisha au umemfundisha. Lakini leo sisi Waislamu huna elimu ya kitu hiki, utataka wewe ndio ukizungumzie. Usitolee ushahidi kitu ambacho wewe huna ujuzi nacho. Lazima uweze kukifahamu, ili ukimfahamisha mtu ndio atakuwa amefahamu vizuri. Lakini leo kila mmoja yeye anafanya kila ambalo yeye nafsi yake imemwagiza, kwa ukisema hivi ndio itakuwa sahihi, ukifanya vile ndivyo itakuwa sahihi, lakini sio dini imesema ufanye hivyo. Lazima tuangalie dini imesema vipi, ili tuweze kufutu yale masala ambayo tuwe tunaulizwa na tunatoa majibu ambayo dini imesema tuyajibu vipi. Kwani ukamwambia mtu mimi sifahamu, hakuna mtu ambaye atakucheka. Ukimwambia mimi sifahamu kitu hiki, hakuna atakayekucheka, kwa sababu ni kweli hufahamu. Ni vizuri kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Allah anaeleza, sema ewe mtume, je, watakuwa sawa wale ambao wanajua na wale ambao wasiojua? Jibu linakuja, hawawezi kuwa sawa. Atakayejua anajua na asiyejua hatojua. Kwa ni lazima mtu akae chini ili aweze kufanyaje, kuweza kufahamu yale ambayo asiokuwa anajua. Kwa tufahamu elimu kwetu sisi Waislamu ni ya muhimu sana. Leo madarasa tumewaachia sisi ni watoto, na mtoto mwenyewe madarasa anaenda kwa kusuasua. Leo ataenda, kesho hatoenda, kesho kutwa hatoenda. Mara mzazi kamfungulia tuisheni, mwisho wa siku tuisheni tuishieni, madarasa imekwisha. Mtoto ana madarasa la 7, anafika chuo kikuu huko hajui kuswali. Kwa sababu gani? Madarasa hakusoma. Na mzazi ukaridhika kabisa mwanao aipambanie dunia, wakati Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema utulubu dunya kaannaka taishu abada watlubu al-akhirata kaannaka tamutu ghadan. Itafute dunia kana kwamba vile wewe unaishi milele, na uitafute akhera kana kwamba wewe unakufa kesho. Alikuwa akimaanisha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa tuitafute dunia kama vile sisi tunaishi milele, kuwa usifanye pupa, usifanye pupa dunia, usifanye haraka, usiende kasi dunia. Leo kila mmoja maisha ameendekeza katika dunia. Kwa hiyo hata watoto wetu hatuwakumbushi wasome dini, bali wao tunawakumbusha shuleni waelekee wakasome tu, waitambue dunia. Ile ni elimu ya mazingira, atasoma mazingira ya duniani tu, itaishia hapa hapa. Lakini vipi elimu yake ya muongozo ambayo yeye itamuongoza hapa duniani na kesho akhera, anaipata vipi? Mzazi ilhali wewe tusheni umemongezea zimekuwa nyingi, ana tusheni ya shuleni, ana tusheni ya nyumbani. Mzazi unakuwa huna ukali wowote pale mwanao anachelewa kutoka shuleni, amerudi nyumbani magharibi, wala huulizi. Ukiuliza umetoka shule saa hizi, pole sana mwanangu. Lakini awe madarasa kachelewa, ustazi kamchelewesha tu kidogo tu, katoka magharibi, baada ya magharibi saa 1:30, na alikuwa anataka atoke saa 12. Kwanza anaanza kupiga simu kwa shekhe, shekhe huyo mtoto mpaka saa hizi hajafika nyumbani, kwani wanasoma nini ambacho akiishi? Kwa manake madarasa imeonekana ni sehemu ya kupuuzia, sio sehemu ya lazima. Ndio maana Bwana Mtume akasema watlubul akhirata kaannaka tamutu gadan, uitafute akhira yako kana kwamba vile wewe unaishi unakufa kesho. Yani uifanye pupa akhira, yani uitambue akhira yako, uisome akhira yako ujue. Lakini leo dini ya Uislamu tunaelezwa badal islamu ghariba wa sayaudu ghariba kama bada.
Uislamu umekuja hali ya kuwa ni mgeni na utaondoka hali ya kuwa bado ni mgeni. Yaani maana yake umekuja hatujui, lakini pia utaondoka Uislamu pia sisi hatuufahamu. Alhamdulillah, wakina mama sasa hivi wao wamekuwa kipaumbele hata kwenda kusoma dini zao, lakini sisi wakina baba tumekuwa kipaumbele katika kuitafuta dunia. Likianzishwa darasa hapa msikitini, siku 2-3 watakuja wengi, siku ya 3 yake inaokuja huko watu wamepungua, mwisho wa siku wiki imeisha hakuna watu. Shehe anabaki mwenyewe yeye na mabusati. Kwa sababu gani? Kila mmoja anaipambania dunia, tunaisahau sisi akhera, kwa ndio tunatakiwa tuijue zaidi. Tuisome dini yetu sisi. Leo watu wengi hatufahamu kuhusu dini yetu. Kwa hiyo tukikaa chini likisemwa hili sisi unasema lile sawa. Mambo kate suruali ni vizuri, ni sunna. Kumbe hilo ndo linatakiwa. Mambo fanye hiki, kumbe hilo ndo linatakiwa. Kwa maana yake wewe kile unachoambiwa wewe ufuate, kama sio sahihi. Sasa hivi wako kila mmoja anataka yeye afuatwe yeye. Kulingana na yeye anaona mambo yake yeye awe na waumini wengi au awe na wafuasi wengi. Kwa hiyo dini sasa hivi zimekuja nyingi. Utakuja utadanganya, utaambiwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakuwa mtume anastahili. Mwisho wa siku utatolea ushahidi ambao sio wa kweli, utakubali. Utaambiwa utukane ahli baiti wa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wewe utakubali pia. Kwa sababu gani? Huna elimu. Lazima tukae chini tuisome dini yetu. Talabul ilmu faridhatun ala kulli muslimin wa muslima. Kutafuta elimu ni faradhi juu ya kila mwanamume, juu ya kila Muislamu mwanamume na Muislamu mwanamke. Lakini leo tunawaachia watoto, wakina mama alhamdulillah hivyo hivyo wanasuasua mdogo mdogo wanaenda. Lakini wakina baba, sisemi dhambi, hakuna darasa ambalo ni gumu sana kama ukisema mwanzisha darasa la kina baba. Hutawapata, utampata mmoja wawili. Kwa sababu gani? Hatupo aware katika kusema kweli sisi hii dini ni ya kwetu. Tumekubali kukubali kwa Waislamu, basi tuusome Uislamu tuutambue. Wako ambao wako pembeni huko wanataka kuingia katika Uislamu. Je, wataingiaje katika Uislamu na wewe huna elimu ya kumshawishi huyo mtu aingie katika Uislamu? Lazima uwe na elimu ya kuweza kumshawishi mtu. Ukimpa mtu hata kitu ambacho anajua hichi nimeambiwa ni sahihi, anasema kweli, hili ni la kweli, nilifuate lilokuwa sahihi. Lakini huna unachokijua wewe katika akili yako zaidi ya siasa na biashara, ndicho ambacho wewe unachokijua katika akili yako. Huwezi ukamshawishi yule ambaye yupo nje ya Uislamu na anataka kuingia ndani ya Uislamu. Wallahu tabaraka wa taala yaqulu wa biqawlihi yahtadil muhtadun. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لنا ولكم بالقرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله. الحمد لله الذي من علينا بنعمة الإسلام. الحمد لله الفاعل المختار، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. أما بعد، بعدكم حميدي الله سبحانه وتعالى نكم تكيا رحمة بنمتم محمد صلى الله عليه وسلم. Naihusia nafsi yangu kwa mara ya pili na kuhusia nafsi zenu katika swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala.
Tukiendelea na ubora wa kutafuta elimu kwetu sisi Waislamu, jambo ambalo ni la muhimu katika maisha yetu. Maisha sasa hivi bila elimu ni sawasawa na kazi bure. Kwa hiyo lazima upambane, ufahamu Uislamu wako. Hata anayekuja kutaka kuubomoa Uislamu wako, ujue unautetea vipi Uislamu wako, ili wale ambao wamepanga wao kuja kuubomoa Uislamu, na wewe umejipanga kuutetea Uislamu. Bwana Mtume sallallahu anasema talibul ilmu afdalu min almujahidina walmurabitina. Anasema yule mwenye kutafuta elimu ni bora kwake yeye kuliko yule mwenye kupigana jihadi. Yani yule anatafuta elimu ana ubora zaidi kuliko anayepigana jihadi, lakini ana ubora zaidi kuliko yule anayefanya ukaribu kati yake ya mji wa Maka na Madina. Yani yeye maisha yake anataka kufanya ukaribu, akaishi karibu ya Maka au Madina. Hana ubora kama yule ambaye anatafuta elimu. Ndio maana hata Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akachukulia mfano, utulubul ilma walau bisin, itafute elimu japokuwa kwa kwenda China. Uitafute vipi elimu? Yani maana yake uihangaikie elimu kwa gharama yoyote ile. Wewe unapopambana kuitafuta elimu, basi ndivyo ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala na yeye anakunyoshia mambo yako. Man salaka tariqan yaltamisu fiha ilma, yule ambaye mwenye kutafuta njia. Bwana Mtume sallallahu anasema yule ambaye mwenye kutafuta njia na hali anataraji katika njia hiyo kupata elimu, salakallahu bihi tariqan ila aljanna, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala basi atamfanyia wepesi mtu huyo kumuonyesha njia ya kwenda peponi. Kwa hiyo lazima tuzilazimishe nafsi zetu zikae chini zisome. Ni kupoteza muda, lakini raha ya dini yetu sio lazima uvisome vyote kwa wakati mmoja. Unasoma kidogo kidogo mpaka unavifahamu vyote. Wanasema hata mbuyu ulianza kama mchicha. Kwa hiyo hata wewe unapotaka kusoma elimu, usikurupuke kwenda kusoma tu na mavitabu mengi, mavitabu 20 kwenda kusoma, hutojua. Anza kidogo kidogo, kidogo kidogo, miaka inasonga, muda unakwenda na elimu unazidi kupata. Lakini pia tujikaribishe sana kukaa na wale ambao ni wanazuoni, kukaa nao karibu. Bwana Mtume sallallahu anasema yule mwenye kukaa masaa mawili na mwanazuoni, akala naye matonge mawili, akatembea naye hatua 2, basi mtu huyo ni bora kuliko dunia na vitu vyote vilivyomo humu ndani ya dunia hii. Umekaa naye masaa mawili, ukala naye matonge mawili, ukatembea naye hatua 2, basi wewe ni bora kuliko dunia na vitu vyote vilivyomo humu. Ad-dunya mata'ul ghurur, dunia ni starehe zenye kupita. Sasa vitu vyote ambavyo wewe unaviona katika dunia vimekuwa vingi, kila hiki kinakwambia kitafute, hiki kinakwambia kitafute, havina ubora kama wewe ambaye umekaa na mwanazuoni. Elimu ndio jambo la msingi. Hata Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla ya kupewa utume, jambo lake la mwanzo alipatiwa nini? Elimu. Alimjia Jibril alayhi salat katika Jabal Hira, pango ambalo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anapenda kukaa kujificha, akiwaogopa makafiri, anakwenda kujificha zake kule akitulia. Jibril akamshukia akamwambia soma, lakini Bwana Mtume alikuwa nabii ummi, alikuwa ni mtume ambaye asiyejua kusoma wala kusoma chenye kuandikwa.
Yani hajui kusoma, wala ukimwandikia ndo hajui kabisa kusoma. Lakini akanajibu majibu gani kwa Jibril? Akimwambia mimi sio katika wasomaji. Yeye alikuwa ni mchunga mbuzi. Tunaelezewa katika historia ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mchunga mbuzi. Sasa kusoma ni lini? Hakuwa na muda wa kusoma, yeye ni kuchunga mbuzi tu. Kwa hiyo Jibril anamwambia soma, yeye anajibu mimi sio katika wasomaji. Jibril anamwambia baada ya kumbana mbavu zake mpaka zikapishana, Jibril ndio akamwambia sasa, iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, soma kwa jina la Mola wako aliyeumba. Kwa hiyo hata wewe unapotafuta elimu, usitafute elimu kwa sababu mimi nimesema utafute elimu, au usitafute elimu kwa sababu baba akakwambia uende ukatafute elimu au ukasome. Soma kwa ajili ya Mola wako, ndio elimu utaipata. Hii elimu kila mmoja anaoipuza leo, kesho litakuja swali nyumbani kwako na hutokuwa huna majibu ya kujibu. Haya, idha mata ibnu adama inqata amaluhu illa min thalath. Mwanadamu atakapokufa yatakatika matendo yake yote isipokuwa mambo matatu: sadaqatun jaria, sadaka yenye kuendelea, au ilmu yuntafau bi. Haya, wewe elimu gani uliacha katika dunia hii? Ulipambania elimu gani wewe ikusaidie katika kaburi lako? Kwa hiyo hata elimu hii ambayo wewe unaoidharau kwenye kaburi pia itakusaidia. Sasa ni elimu gani ambayo wewe umeiacha iweze kukusaidia katika kaburi? Kaburi ambalo ndani yake huenda ikawa ni raudha min riyadhil janna au ghufratun min ghufrani niran. Huenda hilo kaburi likawa ndio pepo au likawa ndio viwanja vya bustani, mabustani mazuri ya katika mabustani ya peponi, au ikawa ndio mashimo miongoni mwa mashimo ya motoni. Kwa lazima uipambanie pia uitafute elimu. Elimu kila mahali imeingia. Hizi swala tunazoswali zinahitaji elimu. Funga tunazofunga zinahitaji elimu. Zaka tunazozitoa pia zinahitaji elimu. Leo watu wengi wameshindwa kutoa zaka kwa sababu hawajui namna ya kutoa zaka. Yaani zaka tu kama zaka, watu hawafahamu zaka na itakayotolewa namna gani. Na ndio maana kila siku mtu anakusanya mali yake, zaka hatoi, zaidi ya kutoa sadaka. Sadaka yenyewe mpaka imamu asimame mbele aseme. Muombe Allah subhanahu wa ta'ala tujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. اللهم ارض عن أبي بكر الصديق التقي وعمر الفاروق النقي وعثمان ذي النورين الزكي وعلي الوفي الرضي. ورضى اللهم عن السبتين الجليلين الشهيدين الإمام أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم جئناك تائبين وفي عفوك راغبين، فعاملنا بإحسانك وتولنا بنصرك، وولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، اللهم اجعل هذا البلد مكنباك آمنا مطمئنا، اللهم اجعل هذا البلد مكنباك آمنا مطمئنا، وآمنا في أوطاننا ولا تفتنا، وارفع مكتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واقض حوائجنا وحوائج جميع السائلين من المسلمين، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان،
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يغفر لي ولكم ولسائر المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.